Kanda ya Ziwa inatajwa kuwa na watoto wengi wachanga wenye changamoto za kiafya zinazohitaji huduma za kibingwa, huku idadi ya watoa huduma ikiwa ndogo ikilinganishwa na idadi ya watoto wanaohitaji huduma hizo. Hayo yameelezwa na Rais wa Chama cha Madaktari wa Watoto Tanzania, Dr. Masenge, wakati akizungumza kuelekea katika mkutano mkuu wa mwaka na kongamano la madaktari bingwa wa watoto unaotarajiwa kuanza Julai 15, 2026 jijini Mwanza. Dr. Masenge amewataka wakazi wa mikoa ya kanda hiyo kuwa na uelewa juu ya masuala muhimu yanayohusu watoto, ikiwemo ulishaji, ukuaji sahihi, mahitaji kamili ya mtoto ili aweze kukua na kuwa mzalishaji. Hii zoni ya kanda ya Ziwa ina watu wengi sana, na inapokuwa ina watu wengi sana pia inakuwa ina watoto wengi sana. Na tukiangalia kwenye eneo la changamoto ambazo tunazipitia kwenye kutoa huduma za watoto, eneo la kanda ya Mwanza pia tuna changamoto kubwa sana. Tuna watoto wengi sana ambao wanahitaji huduma za kibingwa, lakini watu wa huduma wetu ni wachache ukilinganisha na idadi ya watoto ambao wanahitaji hizi huduma za kibingwa. Kwa hiyo tumekuja huku Mwanza ili tuweze kuhamasisha wananchi wa Mwanza waweze kuelewa mambo muhimu yanayohusu watoto, kuanzia maeneo ya ulishaji, maeneo ya ukuaji sahihi, maeneo ya mtoto anahitaji kufanyiwa nini ili aweze kuwa mtu mzima ambaye ni mzalishaji. Tumeona vifo vimepungua kwenye eneo la mama, lakini kwenye eneo la mtoto ukiangalia overall under 5 unaona imepungua kidogo, lakini kwenye eneo la mtoto mchanga ambaye huyu ni ndiye aliyezaliwa leo mpaka anafika siku 28, hivi vifo vimekuwa havijapungua kwenye spidi ambayo ilistahiki. Tukiangalia tunaona kwamba kwa sasa hivi kwa mfano kwenye kila vizazi hai 1000 watoto 24 wanafariki, na hawa wanafariki asilimia kubwa yao wanafariki ndani ya siku 7. Sasa tukasema tukinyamaza kimya na eneo hili linatuhitaji sana sisi wataalamu wa watoto, bila kuhamasisha jamii ikaelewa kwamba tuna changamoto kubwa, tutaendelea kupoteza watoto wengi ambao ni taifa la kesho kwa vitu ambavyo tunajua vinaweza kuzuilika. Kwa hiyo tumekuja Mwanza tuweze kwanza kukutana na jamii yenyewe, na jana tuko katika viwanja vya Furahisha. Tunafurahi kwamba wananchi wamejitokeza vya kutosha. Tumefanya uchunguzi wa watu kama 400 na zaidi, na watu wengi wamekutwa na wana changamoto nyingi tu, na tumewaelekeza nini cha kufanya. Tumewaelekeza pia wapi wanaweza kupata matibabu zaidi, kwa sababu hatukuweza kufanya matibabu yote pale uwanjani. Pale ilikuwa zaidi ni uchunguzi na kujua tatizo la mtu na kumpa rufaa ili aweze kwenda kufanyiwa matibabu yanayostahili. Leo sasa tunafanya maandalizi kwa ajili ya mkutano wetu mkubwa utakaofanyika kesho. Tutafanya mkutano wetu wa mwaka, lakini tutakuwa na kongamano kubwa la mwaka ambalo linaitwa 2026 Pediatric Association of Tanzania Conference, ambalo linajumuisha wataalamu wote wanaohudumia watoto, madaktari bingwa wa watoto, bingwa na bobezi, manesi, social welfare, walimu na wote ambao wanahusika na huduma za mtoto. Kauli mbiu yetu ni kujenga mfumo wa afya madhubuti ambao utaweza kuleta ustawi wa mtoto, yani kumfanya mtoto wetu aweze kuishi, aweze kukua na aweze kufikia malengo yake ya kimsingi, na mwisho wa siku tuweze kupata taifa ambalo litakuwa na watoto waliokuwa watu wazima wanaozalisha. Tutakuwa hapa Jumatano Malaika, na tunamtegemea Mheshimiwa Waziri wa Afya aweze kutufungulia kongamano letu hili kubwa. Tumefurahi sana na tunamwona Mheshimiwa Waziri ana jitihada kubwa sana ya kuhakikisha kwamba vitu vingi ambavyo ni changamoto kwenye mfumo wa afya vinaondolewa kwa uharaka zaidi, ili kuhakikisha kwamba maisha ya Watanzania yanakuwa bora zaidi. Maana tunasema afya ni kila kitu jamani. Yaani ukiwa huna afya huwezi kufanya uzalishaji, huwezi kufanya kitu kingine chochote. Kwa hiyo tukiona kama tukisema afya kwanza ni jambo la muhimu sana. Sasa wito wangu kwa jamii, especially kwa familia, kama mama amejikuta ni mjamzito, jambo la kwanza kabisa ambalo ningeshauri aweze kufika kwenye kituo cha kutolea huduma za afya ya uzazi mapema sana. Yaani akijifahamu tu ni mjamzito aweze kwenda. Hii ni kwa nini? Ni kwa sababu kuna vipimo mbalimbali ambavyo anatakiwa kufanyiwa kwenye ujauzito wa kwanza, tunasema first visit au booking. Aweze kuangaliwa kama ana magonjwa yoyote ya maambukizi, labda ya zinaa au yasiyo ya zinaa, ambayo yanaweza katarisha afya ya mtoto. Aweze kupimwa, aangaliwe pia umri wa ujauzito ili aweze kukadiriwa labda atajifungua baada ya muda gani. Lakini kuna kadiri anavyozidi kuendelea, kuna vipimo mbalimbali na dawa mbalimbali, kwa mfano za kuongeza damu ambazo anaweza kupewa. Lakini pia tuna magonjwa mbalimbali ambayo yanaathiri baadaye
afya ya mtoto. Aidha mtoto anaweza akazaliwa na changamoto zikasababisha kifo cha mapema, ama anaweza akazaliwa mapema kwa sababu huyu mama hakuwa ameonekana mapema. Kwa mfano, kuna pressure ya inayotokea wakati wa ujauzito. Tunasema hypertensive diseases wakati wa ujauzito. Akipata hizo, anaweza baadaye akapata mtoto mapema kabla ya muda wake. Ndio hapo tunasema anapata sasa premature. Kwa hiyo maana kama hajagundulika kama ana pressure ya wakati wa ujauzito, au hajaenda akagundulika labda pengine ana sukari inayompata wakati wa ujauzito, inamaanisha kwamba mtoto anapozaliwa anakutana na complication ambazo angekuwa ameshazigundua mapema. Kwa hiyo wito wangu ni kwamba aende hospitali mapema, na kila visit aende, akipewa ushauri au fuate. Kwa mfano akienda watapewa labda multivitamin aweze kutumia. Saa nyingine dawa za kupunguza au kuongeza damu aweze kuzitumia kwa utaratibu aliopewa. Ameambiwa akafanya ultrasound kuangalia mtoto wake ni mkubwa, ataweza kumzaa kwa njia ya kawaida ama anahitaji labda operation, aweze kufuata hayo maelekezo. Lakini pia tuseme, anapokwenda ukifika wakati wa kujifungua, akajifungulia hospitali, tunasemaga ujauzito mtoto kabla hajatoka ni kama vile kitabu kimefungwa. Ukifungua utakutana na peji gani? Ndio sasa wakati wa kujifungua, hujui utajifungua mtoto salama au mtoto atakuwa amekaa vibaya, kuna complications zazo zikatokea. Sasa zikitokea huko nyumbani, unaweza ukafa wewe pamoja na mtoto wetu. Kwa hiyo aende hospitali. Lakini akishajifungua kuna mambo ya msingi pia ya kuangalia. Mtoto wake kama amelia vizuri, hana changamoto yoyote, tunategemea kwamba aweze kumweka kwenye mwili wake ndani ya dakika 30, tunasema skin to skin care, aweze kuanzisha unyonyeshaji. Unyonyeshaji jamani ni tiba na ni lishe. Kwa hiyo amweke kwenye ziwa, aweze kumnyonyesha maziwa ya mama, sio maziwa ya kopa au maziwa mengine. Hiyo ndio lishe yetu ya kwanza. Lakini baada ya hapo aweze kufuatilia, na kile atapewa kitabu labda mfano cha kuanzisha huduma, aweze kuwa anasoma kile kitabu, anajua huduma hii inatakiwa ipewe mtoto akiwa na umri huu hapa. Aulizie kwamba jamani, mtoto wangu sasa ana wiki 6, nimekuja nilitakiwa nipate chanjo 1, 2, 3 naziona kwenye hiki kitabu. Mbona mtoto wangu hajapata hizi chanjo? Asisubirie mtu wa huduma kama alikuwa yuko busy amesahau kutoa chanjo, yeye amempimisha tu uzito, amemruhusu, ameondoka, alafu na yeye akaondoka, kwa sababu mwisho wa siku mtoto ni wa huyu mzazi, mtoto sio wa mtu wa huduma. Kwa hiyo aweze kuulizia huduma za namna hiyo. Lakini pia kuna caution nyingine ambazo tunatoaga tu za kawaida, kwamba mama ni mjamzito jamani, asinywe mapombe, asituvute sigara. Hata kama mtu anavuta sigara, tunashauri kabisa hata baba asivute sigara nyumbani au kwenye chumba ambacho mtoto anaishi, kwa sababu sigara akivuta bado ule moshi unabaki kwenye kuta na sehemu mbalimbali ambavyo zinaweza zikaleta athari kwenye mfumo wa upumuaji wa mtoto. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.